mfululizo huu kulingana na maelekezo ambayo Mungu alinipatia na kuona namna ambavyo Mungu amezidi kuwasaidia watu. Kwa vyovyote vile lazima unahitaji msaada wa Mungu. Kwa vyovyote vile. Na kwa sababu ni mambo ambayo Mungu alikuwa ameanza kusema na mimi juu ya kuachilia msaada kwa watu ambao wanapita kwenye mazingira magumu sana. Na baada ya kunipa hiyo picha, alianza kunifundisha namna ya kuwaelekeza watu ili wapate huo msaada ambao amekusudia kuachilia kwa watu wake. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa sifundishi kama kufundisha kwa kawaida, na kufundisha kulingana na kitu ambacho nilikiona ambacho Mungu alinitazamisha. Na hakikuwa chepesi kwa sababu Mungu anazungumza kwa namna tofauti tofauti na kwa njia tofauti tofauti na kwa style tofauti tofauti. Nilijua lazima kuna watu wanalia. Sijajua, inawezekana unalia kwenye eneo la kwako la uchumi, la familia, kwenye ndoa, la kwenye biashara viendi vizuri. Umefika mahali umechoka. Bwana asifiwe. Niliendelea kuomba kidogo kidogo na kuomba na kutafuta Mungu ananisemesha kwa namna gani. Na jana wakati naendelea kuomba, Mungu nataka nifanye kitu gani kwa ajili ya watu. Kitu cha kwanza hicho niambia jana, omba kwa ajili ya watu waliochoka sana. Jana saa 11 jioni nikaandika. Kwa nikakueleza ni kongamano ambalo limekaa katika hali ya maelekezo. Ufanye nini? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Lengo ikiwa ni kuonyesha utayari wa kusaidiwa ndani ya moyo wako, uonyeshe utayari wa kusaidiwa na Mungu. Kumbuka, Mungu anatazama ndani ya mioyo ya watu, pamoja na kwamba anaweza kuchukulia watu wanahitaji msaada, lakini anaangalia utayari wa moyoni mwa mtu kupokea huo msaada. Bwana asifiwe. Mungu anapokuja aone utayari, aone kiu ya kutaka kupokea msaada wa Mungu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Nitakueleza baadhi ya mambo baadaye, mengine nitazungumza kesho. Lakini jambo la pili, kukubali. Kukubali kwa msaada wa Mungu. Pamoja na kwamba Mungu anakuandaa moyo wako, lakini aone utayari na kukubali kwa msaada. Mungu anaposhuka jioni ya leo anataka kusaidie, aone kukubali kwamba umekubali akusaidie. Kwa sababu Mungu analazimisha akupe msaada, lakini anakutazamisha umuhimu wa kupokea msaada wa kwake. Anakutazamisha kwamba msaada wa kwangu ni huu. Ni wewe kuamua kupokea huo msaada. Mungu yuko very smart kuhakikisha watoto wake hawaangamii, watoto wake hawapotei, watoto wake hawapati shida. Analituma neno kwa ajili yao. Ni hali ya mioyo yao kupokea na kukubali kile ambacho Mungu anakisema. Unaweza kumwombea mtu ili apokee uponyaji, lakini ukienda mbele za Mungu, Mungu anakuambia hataki kupokea uponyaji. Na unamwona kabisa analia, lakini Mungu anachunguza. Mungu angalia kama tunavyoangalia. Wewe unaweza kumwona mtu analia sana, lakini ukimuuliza Mungu kwamba unamwombea huyu mtu, Mungu anakupa majibu ya huyu mtu anachokiomba ndani ya moyo wake. Wewe unaweza kuona nje machozi, lakini Mungu anaona ndani kabla ya machozi. Ndio maana kwenye kitabu cha Kutoka sura ya 3 mstari wa 7 mpaka 10, wana wa Israeli walilia kwa sababu ya utumwa waliokuwa nao kule Misri.
Mungu akasema nimeshuka ili niwasaidie. Aliona ule uchungu ndani, akaona kabisa kwamba hao watu wanahitaji msaada, lakini akamweleza Musa ya kwamba okay, nimeshuka ili kuwasaidia, nimeona mateso yao, lakini nenda uongee na wazee wa Israeli waliopo Misri ili niweze kujua ya kwamba wapo tayari kupokea msaada wa kwangu. Pamoja na kwamba amekuona umepita kwenye mazingira magumu, anataka aone kama je, upo tayari? Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Sinakumbuka yule ndugu ambaye alikuwa amepoza miaka 38 kwenye Yohana sura ya 5. Yesu akamuuliza swali, sema unataka kuwa mzima? Kwani Yesu hakujua kama anahitaji msaada? Alijua, lakini anatafuta utayari. Alafu yule ndugu alichomjibu akamwambia sina mtu wa kunitia mbinguni. Swali alilomuuliza Yesu na jibu alilomuuliza Yesu vitu viwili tofauti. Ndio kilichokosa. Mungu anatazama unahitaji msaada, wewe unakuja na kisingizio kwamba sina hela. Bwana asifiwe. Amen. Mungu anachokitafuta ni utayari wa kujua ya kwamba unahitaji msaada wa Mungu. Haijalishi mazingira yapoje, ni moyoni mwako uweke utayari wa kukubali msaada wa Mungu kwenye maisha yako. Basi haijalishi na ugonjwa mkubwa kiasi gani, ukishaonyesha utayari kwa Mungu kwamba Mungu nipo tayari, Mungu anashuka kukuponya. Haijalishi kitu gani ambacho unatamani ukifanye ni kikubwa kiasi gani, unaona hauna uwezo wa kifedha, Mungu anachokitafuta sio uwezo wa kifedha. Anachokitafuta ni utayari uliopo ndani ya moyo wako. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Sasa jambo la kwanza ambalo nataka tulione, jambo la kwanza au hatua ya kwanza ili upate msaada wa Mungu, amua moyoni mwako au azimia moyoni mwako uhitaji wa msaada wa Mungu ili kuvuka salama kwa ushindi mkuu kwa msaada wa Mungu. Fanya maamuzi, azimia moyoni mwako, amini tu, amini tu. Haijalishi mazingira yakoje, amini tu. Msaada wa Mungu uko pale kwa ajili ya kusaidia, lakini ni mpaka uamini. Yesu anasema yote yanawezekana kwake yeye aamini. Kwake yeye aamini yote yanawezekana. Na Mungu anapendezwa na watu wanaoamini. Kwani kinakuumiza nini kuamini tu? Kinakugharimu nini kuamini tu? Alichokosea alisema mbele za watu, sema hivi, nimetoka India, nilipewa sumu hapa na nikaja
aliyeniombea ni mwalimu David, amekaa kule. Watu wote wakageuka nyuma wakanitazama. Sasa badala ya kumtukuze Mungu, vita ikanigeuka mimi. Vita ikawa kubwa sana. Ndio maana Yesu anawaambia msimweleze mtu. Kuna vitu vingine Mungu anafanya kwa ajili ya utukufu wake, unabaki kimya. Ukisema unazua, vijana wanasema kuzua msala. Kama sio kijana wewe usikajua kusema. Jambo la pili na la mwisho, hapo tutaingia kwenye maombi. Moyoni mwako usipime uwezo wako katika ugumu ambao Mungu amekuja kukusaidia. Moyoni mwako usipime uwezo wako katika ugumu ambao Mungu amekuja kukusaidia. Kwa sababu Mungu ameona hilo jambo uliwezi kwa nguvu zako. Na ili apate utukufu katika hilo, analazimika kuja kukusaidia. Ili ajulikane ya kwamba ni Mungu kwenye maisha yako anayekupigania, na sio wewe na akili zako na uwezo wako unayejipigania. Hapo ndo watu wanakwama. Mungu anachotafuta ni uwezo wake udhihirike, watu waone. Kupitia tatizo ulilonalo, kupitia ugumu ulionao, watu wamtukuze Mungu wako kwamba yupo Mungu anayekusaidia. Ukisoma Hesabu sura ya 14 mstari wa kwanza, ukaunganisha na Kutoka sura ya 3 mstari wa 7, ukaunganisha na Mwanzo sura ya 15, utaona mambo ambayo Mungu alikuwa anayatafuta. Hakuna msaada wowote Mungu anauleta kwenye maisha yako ambao hauna sababu nyuma yake. Kila kitu ambacho Mungu anakifanya kwenye maisha yako kina sababu nyuma yake. Mungu amekuponya jana, kuna sababu za kwa nini amekuponya. Mungu hakuponyi kiasara. Mungu anakuponya kwa faida za kwake. Hakuponyi tu kiasara tu kama anaachia pale. Anapokuja kukuponya kuna sababu zilizopelekea akakuponya. Na usipojua zile sababu zilizopelekea kukuponya, ni vyepesi ukahisi kwa nguvu zako umeponywa, na hauwezi kumpa heshima Mungu anayostahili. Na siku zote Mungu anataka heshima, anataka asifiwe, anataka ajulikane kama ni Mungu ambaye yupo kwa ajili yako kukusaidia. Unajua hakuna kitu kibaya kama mtu ambaye muda wote yuko pamoja na wewe, muda wote yuko pamoja na wewe, anakusaidia, lakini hautambui uwepo wake kwenye maisha yako. Kinavuruga sana. Katikati, kama umesoma vizuri, ameelezea habari ya yule ndugu Yairo, mkuu wa sinagogi. Alimfuata Yesu akaanguka. Maana yake aliona hana uwezo tena wa kufanikisha hali aliyokuwa nayo yule mtoto wake. Akaanguka. Sema binti yangu yuko katika hali ya kufa. Sasa katika mazingira haya anakuja mtu mwingine anasema usimsumbue mwalimu, binti ameshakufa.
masikioni. Amua, azimia moyoni mwako kupata msaada wa Mungu, pamoja na mazingira ambayo yanaweza yakakukatisha tamaa. Moyoni mwako usiache kuamini kile unachokiamini, pamoja na kwamba wanaweza wakaja watu kutaka kuyumbisha imani yako ili usipokee msaada wa Mungu. Usitoke nje na kusikiliza maneno ya watu. Amini kile ambacho kilikuja ndani ya moyo wako cha kutaka msaada kwa Mungu, haijalishi mazingira yapoje. Unaona mtu anakuja anasema usimsumbue mwalimu, binti ameshinda kufa. Nani aliyemwambia kwamba anamsumbua Yesu? Sababu ni swala la wewe na Mungu peke yako, wawili, wewe na Mungu peke yako. Si swala la kuwasikiliza watu wengine wanasema nini. Ni swala la kuamini kile unachokiamini. Na Mungu anatamani sana watu wenye misuli ya imani, ambao wanaamini katikati ya mazingira ambayo yapo katika hali ya kufa, lakini hawatoki kumwamini Mungu. Wanashikilia pale pale, haijalishi mazingira yakoje, haijalishi hali yako ni mbaya kiasi gani. Usiache kuamini kile ambacho Mungu ameweka ndani ya moyo wako. Ndio maana Biblia inasema hatutakufa bali tutaishi. Shaki mazingira sasa, watu wanafikiria corona inaua. Na kueleza hivi, kwa watu ambao wanaamini ndani ya Mungu kukusaidia, hakuna corona. Amen. Baya kueleza kitu. Mwaka jana nilikuwa na hofu ya corona. Hiki tusiwahi kuambia watu, lakini mwaka jana nilikuwa corona. Nilikuwa na hofu kubwa. Na mbaya zaidi sikuona kichoko mbele. Unajua Mungu anaposema kuna hali fulani inatupa ujasiri ya kutembea kwenye mazingira ambayo ni magumu, lakini ndani ya moyo una uhakika kwamba kuna nuru mbele. Unatembea kwa ujasiri kuliko hali imeinuka na huoni mbele. Hofu lazima ije, na hofu ikija unashambuliwa tu. Wajana nilikuwa na hofu kubwa. Zaidi ya wiki 2 niko ndani, sitoki, hali ni mbaya. Nikasema hapa nikisema tu kidogo anakuja kunichukua, wananipeleka kwenye karantini. Sikuwa nasema, lakini cha moto nilipata. Na ilifika mahali nikajifungia ndani, sikuwa naweza hata kusafiri. Lakini tangu Mungu aliponiambia kwamba ameshuka kutusaidia, nikawa naona saa nyingine nipo katikati ya watu wanaogopa, wengine wanakufa, naenda na washika mikono wale ambao wamekata tamaa, wako katika hali ya kuzimia, na wanyenyua wananyenyuka tena. Ni kwenye maono naona wengine wamejitenga, hawataki kuingiliana na watu na wafuata kule kule. Kuanzia pale nimekuwa na safari nyingi sana katikati ya mazingira ya corona, afu kwa kujichanganya. Nitakushika mkono na kukumbatia. Lakini usijaribu kama hauna imani ya kuona kule ambako nakutazamisha. Usijaribu. Kana imani yako vizuri kabisa. Imani inakusukuma uvae barakoa, vaa barakoa vizuri. Ustadi. Iko serious yako. Kama hujaona mbele, fuata yote ambayo wanakuelekeza. Usiige. Kuna imani zingine usipokuwa nayo unazama. Pamoja na kwamba Mungu anakutazama wewe ni mtumishi, lakini usipokuwa na ile imani unazama. Na nimekuwa na semina nyingi sana kuliko miaka yote ile ambayo nimefanya semina. Kama mwezi wa 12 sijapumzika. Sehemu nyingine unafanya siku 16, sehemu zingine siku 8. Watu wanakusogelea, watu wanakukumbatia, watu wanakusalimia, na moyoni hauna hofu. Una amani kabisa. Hofu ikiingia, adui amepitisha mlango wa kumaliza. Bwana asifiwe. Amen.